Ikiwa leo ni Aprili 3 ya mwaka wa 2025, ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili si jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi. Tuombe. Haleluya, haleluya, haleluya. Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, asante kwa ajili ya upendo na rehema yako ambayo umeifunua maishani mwetu. Tunakushukuru kwa sababu ya wema wako na fadhili zako maishani mwetu. Tunasema asante kwa ajili ya siku njema ya leo. Sawa na mapenzi yako ukaongoze hatua zetu, nasi tunapojifunza somo hili tukalielewe katika jina la Yesu. Amina. Mkate wa uzima na vazi la haki. Injili kama ilivyoandikwa na Yohana Mtakatifu sura ya 6 aya 33. Neno la Mungu linasema, kwa maana chakula cha Mungu ni kile kishukacho kutoka mbinguni na kuupa ulimwengu uzima. Ikiwa ninyi mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, Baba aliye mbinguni hatazidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao wamwombao? Luka 11:13. Roho Mtakatifu, mwakilishi wake mwenyewe, ni karama kuu kuliko zote. Yote mambo mazuri yanapatikana hapa. Muumba mwenyewe hawezi kutupatia kisicho kikuu zaidi wala kisicho bora zaidi. Tunapomwomba Bwana atuhurumie katika dhiki zetu na kutuongoza kwa Roho wake Mtakatifu, kamwe hata yatupilia mbali maombi yetu. Inawezekana kabisa kwa mzazi kugeukia mbali na mtoto wake mwenye njaa, lakini Mungu kamwe hawezi kukikataa kilio cha moyo wenye uhitaji na wenye shauku. Ni kwa upole wa ajabu jinsi gani ameeleza upendo wake kwa wale ambao katika siku za giza wanahisi kwamba Mungu hawajali. Huu ndio ujumbe kutoka kwa moyo wa Baba. Bali Sayuni alisema, Yehova ameniacha, Bwana amenisahau. Je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyaye, hata asimhurumie mwana wa tumbo lake? Naam, hawa waweza kusahau, lakini mimi sitakusahau wewe. Tazama, nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu. Isaya 49 aya 14 hadi 16. Kila ahadi katika neno la Mungu hutupatia mada kwa ajili ya maombi, ikionyesha neno la Yehova lililoahidiwa kuwa uhakikisho wetu. Baraka zozote za kiroho tunazohitaji ni fursa yetu kudai kupitia kwa Yesu. Tunaweza kumwambia Bwana kwa uhalisi wa mtoto kile hasa tunachohitaji. Tunaweza kumwambia mambo yetu ya kitambo, tukimwomba atupe mkate na uzima pamoja na mkate wa uzima na vazi la haki ya Kristo. Baba yenu wa mbinguni anajua kwamba mnahitaji vitu hivi vyote na mnatakiwa kumwomba kuhusiana navyo. Ni kupitia kwa jina la Yesu kwamba kila fadhila inapokelewa. Mungu atalithamini jina hilo na kisha atawapatia mahitaji kutoka kwenye utajiri wa ukarimu wake. Lakini usisahau kwamba katika kumjia Mungu kama Baba, unatambua uhusiano wako kwake kama mtoto. Hauamini tu wema wake, bali katika kila kitu unajisalimisha kwa mapenzi yake, ukijua kuwa upendo wake haubadiliki. Unajitoa ili kufanya kazi yake. Ilikuwa ni kwa wale ambao amewasihi kutafuta kwanza ufalme wa mbinguni na haki yake kwamba Yesu aliwapa ahadi, ombeni nanyi mtapewa. Injili kama ilivyoandikwa na Yohana Mtakatifu sura ya 16 aya ya 24. Zawadi zake yeye mwenye mamlaka yote mbinguni na duniani zipo ghalani kwa ajili ya watoto wa Mungu. Zawadi za thamani sana ambazo huja kwetu kupitia dhabihu ya gharama ya damu ya mkombozi. Zawadi ambazo zitatosheleza tamaa kubwa zaidi ya moyo,
zawadi za kudumu milele zitapokelewa na kufurahiwa na wote ambao watakuja kwa Mungu wakiwa kama watoto wadogo. Zichukue ahadi za Mungu kuwa zako. Ziombe mbele zake kama neno lake mwenyewe linavyosema, na kisha utapokea furaha kamilifu. Thoughts from the Mount of Blessing, ukurasa wa 132 hadi 134. Kumbuka hii ni Aprili 3, mada ikisema mkate wa uzima na vazi la haki. Mwenyezi Mungu atubariki sote na nikutakia wakati mwema.